الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير أمد. ربي أشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقرب غريانا ولو كان كاسيا. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mfululizo wetu wa dhikri, yani katika mambo ya tasawufi, na leo tupo katika sehemu ya 7. Katika sehemu yetu ya 7 tutaelezea leo maana ya dhikri ni nini. Adhikrullah, anwa ya dhikri. Kuna dhikri ziko nyingi, lakini leo tunaangalia msingi wake dhikri, maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje kuhusu mambo ya dhikri. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika darasa yetu ya leo, tutaelezea maana ya dhikri. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, nitajeni mimi na mimi nitakutajeni. Kumbe kama tukimtaja mtu kwa dhikri Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu anatutaja kwa aya hii. Washkuruli, na nishukuruni mimi, ashkurukum, na mimi nitakushukuruni nyinyi wanadamu. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwepo katika Surah Al-Baqarah kwenye aya ya 152. Kwenye aya ya 152 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba fadhkuruni, nitajeni mimi, adhkurukum, na mimi nitakutajeni. Washkuruli, na mnishukuru mimi, wala takfuruni, wala msinikufuru, msinipinge. Maana yake kwenye juzu ya 2 katika Surah Al-Baqarah. Waqala Ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuumba mbingu na ardhi, la ayati wa ikhtilafu al-layli wa nahari, tena akatofautisha kati ya usiku na mchana. La ayati, hizo ni dalili zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni dalili zake kwamba ulil albabi, kwa wale ambapo wenye akili, wazingatie watu wenye akili katika kuumba usiku na mchana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa dalili zake kwamba watu wenye akili wajue ulul albab. Sasa tunaangalia hawa ulul albab ni kina nani? Aliwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man huwa ulul albab, ni kina nani hawa ulul albab? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatujibu katika aya nyingine, anasema kwamba ulul albab wali ulul albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kumbe ni hawa alladhina yadhkuruna Allah, ni wale ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qiyaman, kwa kusimama, wa qu'uda, na kukaa chini, wa ala junubihim, na kule mtu akajilaza ukatamtaja Mwenyezi Mungu. Kumbe hawa ndio watu wanaoitwa nini? Ulu albabi, ni watu hawa wenye akili, hawa wanaomtaja Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Kalala na mtaja Mwenyezi Mungu, kakaa chini mtaja Mwenyezi Mungu, akasimama akamtaja Mwenyezi Mungu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba akthiru dhikrullah, tajeni, fanyeni wingi sana kumdhikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatta yakulu majnunu, yani mtajeni sana Mwenyezi Mungu mpaka muonekane kama wenda wazimu. Hata yakunu majnun, uwe kama mwenda wazimu. Hata huyu mwenda wazimu nini? Kumbe unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, sasa tuna kisa kimoja ambacho kuna bwana mkubwa mmoja alisilimu bado mdogo sana. Sasa yeye ndo akaendelea kuzungumza jinsi masuala alielelewa katika nyumba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kana Abdullah, kulikuwa na mja wa Mwenyezi Mungu anaitwa Abdallah, Abdallah ibn Zulbajaldi, Abdallah bin Zulbajaldi, Zaljabadi jina lake ni gumu kidogo, linaitwa kwamba Abdallah bin Zulbaljadini, ndio jina lake, Abdallah ibn Zulbaljadini. Fi sigharihi, bwana alipokuwa mdogo, yatiman, alikuwa mtu yatima, alikuwa ni yatima, hana baba. Asha ma khalatihi, alikuwa anaishi nyumbani kwa mjomba wake, pamoja na mama yake. Nadharahu hasanan, alikuwa akitazamwa vizuri sana nyumbani kwa mjomba wake. Baada muda mchache, aslama siri, akasilimu kwa siri, maana alikuwa si Muislamu.
aslama siri, akasilimu kwa siri siri. Falamma alimatu khalatihi, wakati alipojua kwamba mpo wake amesilimu kwa siri, ghadhaban jidda, mjomba wake alikasirika sana. Taradan, anasema atina alimfukuza, wa kharaja fi manzilihi ghuriyana, akamfukuza nyumbani kwake kwa uchi. Kwa nini umesilimu? Kwa nini umesilimu? Akamfukuza kiuchi. Wa ummihi, jina la mama na vile, wa ummi, na mama yake, laisa bifarihi islamihi waldihi, mama yake mzazi vile alikuwa hakuridhika jinsi ya kusilimu kwa mtoto wake. Anasilimu bila kuwajuza wazee wake. Amesilimu, hakumwambia mjomba wake wala hakumwambia mama yake. Mama yake alikasirika vile vile. Lakini rahiman, lakini mama ni mama bwana. Mama alimhurumia mjomba wake, kumfukuza uchi, lakini mama akawa anamhurumia. Wa atahu waladihi, akampa mtoto wake, kata'anihi thawbihi kasiyatin, akampa vipande viwili ambavyo vilivyochakaa vanguo. Falabisa, akamvalisha. Fakana katorani, kikawa vipande viwili katorani, kipande kimoja labisaha izari wa ghairihi ridai, kimoja kamvalisha chini na kimoja juu, yani vipande viwili kamvalisha, yani vilivyochakaa. Kwa hasira ya mjomba wake kamfukuza uchi, lakini mama yake akachukua vipande viwili, kimoja kamvalisha chini na kimoja kamvalisha juu, fi jasadi, katika mwili wa mwanawe. Wa hajara ila almadinati almunawwara, ila baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yule kijana alipoona kwamba hapa sasa nitafanyaje, mjomba wangu amenifukuza na mama yangu hana uwezo wa kuweza kunihudumia, basi wahajara ila baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akahamia Madina, katika nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Zalbajaddini, alikuwa bwana huyu Zalbajaddini radhiyallahu anhu, yasna'u dhikri bisauti ila baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anapiga dhikri kwa sauti kubwa kwenye nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sauti kubwa. Sasa katika nyumba ya mtume inataka utulivu. Katika utulivu ule, Sayyidina Umar, mwamba huyo Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza vizuri kisa hiki. Saala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar, Sayyidina Umar alimuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, akasema, ya rasulullah, hadha ar-rajul, mtu huyu bwana huyu munafiki. Huyu munafiki ni huyu, bwana anapiga kelele katika nyumba yako na humzui. Abubakar anamuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mtu bwana anapiga dhikri kwa sauti katika nyumba yako, mtume vipi? Limadha yasna'u dhikruhu bi sautin kabiri, vipi anapiga dhikri kwa sauti kubwa katika nyumba yako? Hadha rajulu laisa munafiku, bwana mtume akasema hivyo, huyu mtu sio mnafiki bwana, lakin hadha min awabina. Sikiliza kisa hicho sasa. Hadha min awabina, huyu ni mtu wa naona awabina, naona maana yake Allah, ihidina. Akisema ndio ihidina. Akisema akisema hadia, Mungu niongoze, naona maana yake. Akisema maana Allah. Akisema maana ihidina, niongoze Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo akaendelea na katika kumwelekeza na Umar bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba akisema si yote maana yake siratul mustaqim. Huyu ndio malengo yake yeye vile. Akisema gha yote ni dhikri vile vile. Anasema ghairi maghdubi maana yake. Akisema ka maana yake nini? Kaharu, jina la Mwenyezi Mungu vile vile. Yaani yote kila anachokitaja ni jina la Mwenyezi Mungu. Akisema fa maana yake ni fatahu ya fatahu, yote ni majina ya Mwenyezi Mungu hayo. Akisema la yote ni la ilaha illa Allah, ndio maana yake hiyo. Akisema wa ghairi, anasema ya maana yake ya huwa yote ni majina ya Mwenyezi Mungu. Maneno hayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sayyidina Umar, anasema innamal a'mal binniyati, anasema katika nia, kila nia inalingana. Innamal a'mal binniya, kwa kila kazi inategemea kwa nia anachokikusudia.
nia yake anapotamka hapa, basi ni kiasi anatamka maneno ambayo yaliyokuwa kwenye msingi. Mwache afanye kama mambo haya. Laisa biduni llahi, naona laisa biduni llahi, huyu hakuwa kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kila anachokitaja hapa lengo lake anamtaja Mwenyezi Mungu. Laisa biduni llahi, hakuwa katika kinyume cha Mwenyezi Mungu. Basi bana yule Abdallah bin Zaljad yule wa mata shahidan fi ghazwati Tabuka, akaishi katika nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka vilitokea vita vya Tabuka, ndipo alipokwenda kufia, akafiwa katika vita vya Tabuka fi sanati 9 hijiria, katika mwaka wa 9 hijiria. Wa ghazwati, na katika vita vile baina al-islami wa Rumi, vita vile vilipigwa na Waislamu na Warumi. Warumi ndio walipigana na Waislamu wakati ule. Wa ashabi yara kandiri adhaa fil makabir, masahaba wakaona baada kuzikwa, wakaona taa inawaka kaburini kule. Makaburi kuna taa inawaka sana kule. Baada alipozikwa huyu bwana Abdallah huyu Zaljadini alipofariki, basi wakamzika. Sasa asubuhi yake wanaona kuna taa inawaka kule makaburini. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wakaenda makapale makaburini. Baada ya siku ya pili yake, wadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaomba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam duai jamilun. Bwana Mtume aliomba dua nzuri sana pale kaburini. Hata fatamanna Abdallah ibn Mas'ud, mpaka alitamani katika dua ile Abdallah ibn Mas'ud, laiti bimautihi, bora angekufa yeye, bora angekufa Abdallah ibn Mas'ud. Wadaa Rasulullah sallallahu, aombewe na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha duain jamilu, katika dua ile nzuri, bifadhili dhikri bi sautin kabiri, kutokana na ubora wa dhikri ya sauti kubwa. Sauti kubwa ile alikuwa ipiga dhikri, ndio maana Mwenyezi Mungu akawasha taa zinawaka pale makaburini. Basi Abdallah ibn Mas'ud kwa dua ile aliyoomba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitamani wala afadhali angekufa yeye aombewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Fuzaili, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Fuzaili. Qala Fuzaili, akasema Fuzaili, innal amalu lahasana, haka matendo yalikuwa mazuri, matendo yote yalikuwa mazuri. Idha fa'ala bi niyati ria'an nasi, unapofanya kwa kuone watu, maana yake matendo mazuri unapofanya kwa kuone watu, basi yuhsinuhu, kwa uzuri ule, hiya tadhikra, ule ni ukumbusho. Unapofanya matendo mazuri, ibada nzuri, kujionyesha kwa watu wakuone, basi yale matendo mazuri. Anasema dhikrul ghafilina, kwa sababu unawakumbusha wale waliojisahau. Wale waliojisahau hawamtaji Mwenyezi Mungu. Wewe unapodhikiri kwa dhikiri kwa waziwazi kwa mbele ya watu, basi unawakumbusha wale watu ambao waliojisahau kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fuzaili kana sufiyatin kabirun, huyu bwana huyu Fuzaili alikuwa ni mwana tasawufi mkubwa sana. Alikuwa amejana tasawufi kubwa sana huyu bwana Fuzaili. Na katika maneno hayo ukitaka kuyapata katika alikozikiri o, basi utayakuta kwenye kitabu kinaitwa Kitabu Sahabatil Fiqh. Kitabu Sahabatil Fiqh ndio unayakuta maneno hayo. Baada hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha aya nyingine kabisa kuona huyu Fuzaili na anapiga dhikri mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha aya kamili kwa kumkumbusha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja awakumbushe na maswahaba zake. Qala Allah Ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyo mnamshangaa huyu anaodhikiri kwa sauti kubwa, sio peke yake. Inna Ibrahima alayhi salatu wasalam, huyu bwana mkubwa kabisa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huyo Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema inna Ibrahima, kwa kuonekana kwa hili zikira imetokea wapi? Maana yake inna Ibrahima la halimu la awahum munibu, hiyo ni aya ya Qur'an. Inna Ibrahima, haka nabii Ibrahimu, la halimun, alikuwa ni mpole sana, lakini la awahu, alikuwa mwenye kudhikiri sana. Kwa nini? Munibun, alikuwa anaelekea sana katika kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake yeye alikuwa ni halali kila siku Allah 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 ya huwa ya, kila mara ndio ikawa awahu Ibrahimu awahu.
Hukia vile vile mpokea hiyo kaya nyingine kwamba inna nabii Allah Ilyasa. Haya, mtume mwingine huyo sasa, naye mtume mwingine huyo nabii Ilyasa alayhi wasallam, kana yauma, ilikuwa siku moja, jalisa, alikaa. Baada kukaa, fajaa malakal mauti, akamjia malakal mauti, akakaa anafanya uradi, akamjia malakal mauti, liyakbidhu ruhuhu, apate kuitoa roho yake. Fajazaa wa baka bukaan shadidan, nabii Ilyasa alitetemeka na alilia kilio kikubwa sana kuona huyu malakal mauti huyu, mbona akalia sana na nabii Ilyasa. Faqala lahu malakal mauti, akasema kumwambia nabii Ilyasa malakal mauti, madha jazaaka wa bukai ya nabii Allah, mbona unatetemeka sana na unalia sana ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Vipi? Ajazaaka ala tariki dunia, je unatetemeka kwa sababu unataka uiache dunia? Am ala firakihi almaut, au firari almaut, au naogopa kifo? Wewe bwana, malaka almaut anamuuliza nabii Ilyas, unatetemeka kwa kutaka usife, je unaogopa kwa wasiwasi unaiacha dunia, au unatetemeka kwa sababu unaona kwamba mimi labda na matatizo mimi? Faqala nabii Allah Ilyas, nabii Ilyas akasema, la, mimi siogopi kwa hayo. Bal, angalia, sikiliza hapo sasa dhikri inapoingia hapo. Bal inma fukidu, anasema futun, mimi itanipita, naogopa kwa sababu itanipita nini? Wafakidihi, nitakosekana mimi, haithu yajitamu qaumu, pale wanapokusanyika watu. Dhikrullah ta'ala, watu wanakusanyika wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wa ana hina idhi fakada, muda ule mimi nitakosekana, wala adhkuru, wala simtaji Mwenyezi Mungu muda ule, maana nimeshakufa. Kwa hiyo ninachotaka nipate kuwa hai, nizidi kumzikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi siogopi kufa, wala sioni kwamba shida kufarikiana na dunia. Naona sawa nikifa tu, lakini ninachohofia kwamba ninachotaka kwamba watu wanapokuwa wamekusanyika na mimi sipo muda huo, inakuwa si vizuri. Bora na mimi ningekuwa nizidi kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale pale fauhiya Allah Ta'ala ila malakal mauti, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa hai kwa malakal mauti pale pale, Allah yakibidhu ruhuhu, bwana kwanza usitoe roho ya bwana huyo, iwache kwanza, usitoe hiyo roho ya bwana huyo nabii Idrisa. Fa innahu yas'aluhu alhayati lidhikri, kwa sababu anataka uhai kuendelea kunitaja mimi Mola wake mimi, wala li nafsi, sio kwa nafsi yake, hapana, anataka asife ili antaje mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Da'ahu ya malakal mauti, mwache kwanza huyo malakal mauti, mwache asife huyo bwana, hata yaishuhu fi dhikrillah, yani aishi katika muda wa kunitaja mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi tuliopununia hapa, mbona mambo yetu hayaendi kama walivyokuwa bwana wakubwa hawa? Ni kwamba sisi tunachotaka, kila mmoja anataka mambo ya kidunia tu, lakini hawa bwana wakubwa anataka aishi duniani. Kwa nini? Azidi kumtaja Mwenyezi Mungu. Wewe unaweza kukaa kutwa nzima humtaji Mwenyezi Mungu hata kidogo, kutwa nzima. Na katika viumbe waliokuwa hawakufa mpaka leo, Mwenyezi Mungu amewahifadhi, kuna watu watatu mpaka sasa hawajafa, toka wakati huo mpaka leo Mwenyezi Mungu amewahifadhi. Mtu wa kwanza Isa ibn Maryam, wanaomuita Yesu, hajafa mpaka sasa. Nabii Isa hajafa, yuko mbinguni, Isa ibn Maryam. Na wa pili ni huyo Ilyas, nabii Ilyas, vile vile kwa maneno haya bado hajafa na vile vile. Na mtu wa tatu huyo ni nabii Hidhir alayhi salatu wasalam, na vile vile hawajafa hao watu. Wa an Abi Huraira, hadithi nyingine hiyo inaelezea katika masuala haya. Wa an Abi Huraira, na hadithi nyingine ambayo imepokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallam, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allah, hata Mwenyezi Mungu, malaikatun, Mwenyezi Mungu ana malaika wake. Inna Allaha malaikatun, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana malaika wake duniani hapa, yatufuna fi turukin, wanazunguka katika manjia. Sisi hatuwaoni tu, lakini malaika wanazunguka katika manjia. Yaltamisuna ahlu dhikri, wanawatafuta watu wenye kumtaja Mwenyezi Mungu.
wakiona watu wanashika bendera lako, rabbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali, malaika wanakusanyika pale. Fa idha wajaduhu qauma yadhkuruna Allah ta'ala, wakati walikuta kundi malaika waliona linamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaaduna, wanaitana wale malaika, halumun, joni ila hajatikum, muandika haja zenu zilizotuma na Mwenyezi Mungu. Maana Mungu awatuma waje waandike kila wanachofanya hapa duniani wanadamu. Sasa malaika wanaitana, halumu, joni huku, joni malaika wengine huku, ila hajatikum, muandika haja zenu alizokutumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayakifunahum biajnatihim, wanawafunika na mbawa zao, ila samai, wakikuta kundi basi malaika wanapangana hapa mpaka mbinguni. Malaika wanapangana mpaka mbinguni, wanawafunika wale wanaodhikiri kwa mbawa zao. Malaika wanafunika wale watu katika mpaka kuanzia duniani hapa mpaka katika wingu wa duniani hapa, malaika wanafunika wanakudhikiri. Fayasaluhum rabbuhum, Mwenyezi Mungu anawauliza wale malaika, wa huwa ya'lamu minhum, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anauliza, lakini anajua Mwenyezi Mungu, hakuna maana Mungu hafichi na chochote. Anauliza hali ya kuwa anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma yakulu ibadi, mbona malaika mmekusanyika kiasi hiki mpaka mmefika katika wingu huu? Ma yakulu ibadi, wanasema nini waja wangu huko duniani mpaka mmefikia hatua hii? Yakuluna, wanasema malaika kumwambia Mwenyezi Mungu, yusabbihunaka, malaika binadamu wanakusabihi sana duniani huko, yukabirunaka, na wanakutukuza sana, wahimidunaka, na wahimiduka, na wanakuhimidia sana, maana yake wanakushukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wanatoa habari hizi kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kuwauliza wale malaika, hao watu wananidhikiri mimi, wananifanyia ibada kiasi hicho, hal raani, je wameniona binadamu hao? Fayaquluna, malaika wanasema la, hawaja kuona. Wallahi ma ra'auka, wallahi hawaja kuona hata siku moja binadamu, isipokuwa kwa ishara kuona kwa kuna Mungu upo, basi wanakuabudu kiasi hicho. Fayaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwauliza wale malaika, kaifa law ra'auni, je imekuwaje wangeniona watu hao? Hawajaniona wanafanya ibada kiasi hicho, je wangeniona wangefanyaje hao watu? Yakuluna, wakasema wale malaika kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba law ra'auka, law wangekuona Mwenyezi Mungu hao binadamu hao, kanu washaddu laka ibada, wangefanya ibada kubwa sana, washaddu laka tamjida, wajitahidi sana, jitihada zao zingekuwa zaidi kubwa zaidi, wa kathratu laka tasbiha, na wangefanya wengi sana kukusabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala law wangekuona hao watu. Yaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia tena wale malaika, fama yasaluni, hao wanafanya ibada na wananiomba nini? Hao watu ibada zao zote hizo mpaka wanajitahidi kiacho, fama yasaluni, wananiomba nini, wanataka nini hao watu? Fayaqulu almalaikatun, wanasema malaika kumwambia Mwenyezi Mungu, hao watu wanaokuabudu hao watu wanapiga kelele kwa ajili ya kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, law annahu kanu ashaddu alayhi ana hirsun, wanakuwa na pupa nyingi sana, wa ashaddu lahum talaba, wanakutafuta wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanakutafuta kitu wanachokiomba, wanakutafuta wakujue Mwenyezi Mungu, wanashukurani zao, wanakushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa adhama fihi raghabatin, wanakuwa na wewe nzuri sana kukupenda Mwenyezi Mungu. Fayaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa mimma yata'awadhuna, wanajirinda na nini hao watu, wanachojiepusha nacho kitu gani, hawataki kitu gani? Yaqulu almalaikatu, malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu, hao watu ibada zote wanazozifanya hivyo, yaudhuna minan nar, wanajirinda usiwatie motoni watakapokuja kwako. Yaudhuna minan nar, wanajirinda Mwenyezi Mungu usiwatie motoni hao watu. Yaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwajibu tena wale malaika, wa hal ra'auha, je huo moto umeuona mpaka unaogopa kiasi hicho? Yaquluna almalaikatu la, malaika wanasema hapana, hawajauona, isipokuwa wanasikia kuna moto, lakini hawajauona. Wallahi ma ra'auha, wallahi huo moto hawajauona hao moto. Yaqulu Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fa kaifa law ra'auha, je vipi wangeuona huo moto hao watu?
Yaqulu almalaikatu, wanasema malaika, law ra'awha, law wangeuona huo moto, kanu washaddu minha thirara, wangekimbia maili nyingi sana, wangekimbia sana huko kukimbia moto huo. Washaddu laha makhaffati, wangekuwa na nguvu kabisa kwenye makhafa, kuhofu ule moto, wangeogopa sana. Fayaqulu Allah ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtu huyu subhanahu wa ta'ala kwamba faula thumma faushidukum, basi nyinyi malaika shuhudilieni hivi sasa. Ushidukum, shuhudilieni nyinyi malaika kwa watu hao, inni kad ghafartu lahum, mimi nimeshawasamea madhambi yao yote, madhambi hawana dhambi hata moja. Yaqulu malaika min almalaikatu, kuna malaika mmoja kasimama pale mbele, akasema ya Rabbi, Mwenyezi Mungu wewe, fihim, lakini katika miongoni mwa watu hao wanakutaja sana, fulani bin fulani, miongoni mwa fulani, laisa minhum, yeye hakwenda katika dhikri, kakaa wanaangalia tu wenzake wanadhikiri, kakaa pembeni anatazama, je naye amekuwaje mtu huyo? Inma jaa li hajati, yeye kwa jaza zake, kwenye kufanya biashara zake basi, lakini wenzake wanadhikiri na kutaja wewe, lakini kakaa pembeni, je nakuwaje mtu huyu naye? Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjibu yule malaika, asema hum lijulasai, katika makazi ya wale wote wale, la shaqiyu bihim jalisina, wale waliokaa pale naye aliyosimama pale, maadamu kafika pale, basi naye atakwenda peponi moja kwa moja. Kwa sababu gani? Anasema mwenye kwenda katika kundi, naye katika kundi hilo hilo. Man tabal qaum fa huwa minhum, mwenye kufuata kundi, naye katika kundi hilo anaingia peponi. Kwa maana hiyo, huyo naye aliyokwenda wenzake wanapiga saidi, wanadhikiri pale, bwana unguruma pale, piga saidi kwa nguvu pale, yeye kanyamaza kimya, anatazama kule, kunyamaza kwake na kupendezewa na ile dhikiri, basi na vile vile anaingia wapi? Peponi. Hii ni hadithi imepokewa na Bukhari, rawahu Bukhari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuipenda dhikri na kuwajibu katika malaika wale. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba idha marartu bi riyadil janna farta'u. Allahu akbar. Mtume hadithi hiyo, idha marartu, wakati mnapotembea, bi riyadil janna, katika viwanja vya peponi, farta'u, basi hapo jivune katika viwanja vya peponi. Sasa wasaala ashabi, masahaba wa mtume wakamuuliza, viwanja vya peponi viko huko, sasa hapa duniani viwanja gani hivyo? Hapa duniani, maana kasema mnapotembea katika viwanja vya peponi, jivune kwenye viwanja vile, mnajivuna. Sasa hapa duniani, hapa viwanja vya peponi vipi? Wanamuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama riyadul jannati ya Rasulullah, vipi hivyo viwanja vya peponi ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, hapa duniani tutavijuaje? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema hivi, viwanja vya dhikri, anasema riyadhul janna, viwanja vya peponi, khilaku dhikri wa dars wa durus, yani viwanja vya dhikri, viwanja vile mnapozunguka vile, anasema viwanja vya dhikri vile mzunguko wa dhikri ule. Riyadhul dhikri, khilaku, maana khilaku ni mzunguko duara lile, kama mfanye duara hivi, mnasoma Qur'ani pale, mnafanya duara lile, mnapiga dhikri, mnafanya duara lile, mnafanya ibada aina yote ile duara ule, ndio mtume akasema nini, ule ndio kiwanja, ndio viwanja vya peponi vile. Rawahu akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi. Kwa hiyo unapokaa katika darasani kama hivi, mnamdhikiri Mwenyezi Mungu, mnafanya nyiradi, mnasoma Qur'ani, basi mzunguko ule bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauita nini? Ni viwanja vya peponi. Kwa hiyo mnapokuwa katika viwanja vya peponi, uwe na changamka pale, sio kama nimekaa basi tu hapa, naona shehe wanasomesha sana, poteza muda hapa. Unakaa kufikiria mambo ya nyumbani tu hapa. Unapokuwa darasani lazima unakuwa nini? An-nashati, unakuwa mchangamfu. Unapokuwa mchangamfu pale, basi ndio mtume anasema pale ndio mnajivuna katika viwanja vya peponi. Waqala Ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu, ama wale watu ambao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, waamilu salihati, na wakafanya matendo yalikuwa mazuri, fi rawdatil janna, basi watakuwa katika viwanja vya peponi watu hao, lahum man yasha'un, wanafanya yani watakuwa wanapenda kila anachokitaka, basi Mwenyezi Mungu atakuwa na uchangamfu katika hali zao. Dhalika huwa al-fadlul kabiru, huo ndio
huko ndo kufaulu kukubwa zaidi katika kumcha Mwenyezi Mungu kwa uchangamfu. Hata unaposwali usema mimi naswali basi tu bwana, wasali hapa. Ibada yote utakayofanya basi lazima uwe mchangamfu vizuri. Ni kwa sababu yani katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wala dhikrullahi akbar, wala dhikrullahi akbar, wala dhikrullahi akbar. Ni dhikri jambo kubwa sana. Wala dhikru akbar, dhikri ni jambo kubwa sana. Ma tasnaun, Mwenyezi Mungu anajua hayo mnayoyafanya. Kwa hiyo katika masuala yetu ya dhikri, kwa sababu muda umeshamalizika, nitaka tuyaendeleze, lakini kutokana na muda tulionao ni mchache na ni mdogo sana. Mwenyezi Mungu akijalia tutakuja kuirudia mada hii, kwa sababu mambo ya kumtaja Mwenyezi Mungu yameendelea sana na ni makubwa sana. Kwa muda ulionao huu, Mwenyezi Mungu atujalie kila kheri. Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika kufanya ibada zetu kwa kadiri kwa uadilifu, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na mapenzi katika ibada, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuwe na nguvu katika kupendana. Mwenyezi Mungu ajalie, Mwenyezi Mungu awafutie madhambi yao wazazi wetu pamoja sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu awajalie mashehe zetu wawe na ucha Mungu kwa kuwezesha kufanya ibada kamilifu. Mwenyezi Mungu ajalie katika kiongozi wetu Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria pamoja na Sheikh wetu Sheikh Said Uthman wa Zanzibar, na pamoja na mashehe wote wa tarika zote. Mwenyezi Mungu ili amjalie kiongozi wetu katika nchi hii mama wetu Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjalie, ampe umri mrefu na ampe kila la kheri ili aiongoze katika nchi hii kwa salama na amani, pamoja na wale wote ambao wanamsaidia katika uongozi wake. Mwenyezi Mungu awajalie wawe na ukakamavu. Kwa kila mtu anayokuwa na jambo baya kuikusudia nchi hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amdidimize. Kila anayotakia njema katika nchi hii, Mwenyezi Mungu amnyanyue zaidi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. اللهم أغننا بحلالك عن الحرامك بفضلك أمن سواك. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. والحمد لله رب العالمين.